Mheshimiwa Hamis Hamza Chilo, Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, Mbunge wa Jimbo la Kilosa, Waziri wetu wa Habari, Utamaduni na Michezo. Natambua uwepo wa mwakilishi wa Jaji Mkuu wa Tanzania, lakini pia waheshimiwa wakuu wa mikoa wote mliopo, mkiongozwa na Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, ambaye ameomba kidogo udhuru, lakini yupo hapa Alhaji Jabir Shekimweri, mwenyeji wetu, mkuu wa wilaya ya Dodoma, lakini pia waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wengine wote waliopo, Mheshimiwa Susan Ngongo, UN Resident Coordinator anayekaimu, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo, kiongozwa na Mhandisi Cyprian Luhemeja, Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais. Natambua uwepo wa makatibu tawala wa mikoa, wawakilishi wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wote wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa wabunge kiongozwa na Mheshimiwa Ana Lupembe, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya maji na mazingira, viongozi wa taasisi za umma na sekta binafsi, wajasiriamali wanaohusika na utunzaji wa mazingira, viongozi wa dini, viongozi wa mila na machifu. Lakini pia napenda kutambua uwepo wa wanafunzi wa shule na vyuo vyetu vilivyoko hapa Dodoma, lakini pia wanahabari, brass band yetu nzuri, mabalozi wa mazingira, na nimefurahi nimemwona Mr. Tree kutoka Mwanza, lakini pia kwaya zetu, kwaya Ofisi ya Makamu wa Rais, kwaya ya Chuo cha Utumishi wa Umma, lakini pia kwaya nzuri sana ya wanafunzi wetu, Mjomba Mpoto na bendi yako, lakini pia wanawake na Samia na wanawake wote walioko humu ndani. Ndugu wananchi wa Dodoma, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mazingira oye! Basi nami napenda nianze hotuba yangu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uzima na afya njema na ametuwezesha kukusanyika hapa kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Napenda kuipongeza Ofisi ya Makamu wa Rais, lakini pia uongozi wa mkoa wa Dodoma, mikoa jirani na wadau mbalimbali kwa maandalizi mazuri ya maadhimisho haya. Lakini vile vile na washukuru wadau wetu wa maendeleo pamoja na ninyi nyote kwa kutenga muda wenu na kushiriki katika maadhimisho haya. Wingi wa watu uliofurika katika ukumbi huu unaashiria uelewa na matamanio tulionayo wa Tanzania ya kuendeleza jukumu la msingi la kuhifadhi mazingira
na kudumisha maendeleo endelevu katika taifa letu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, swala la usimamizi na uhifadhi wa mazingira ni kipaumbele katika maendeleo ya nchi yetu. Hata hivyo, taarifa ya 4 ya mazingira ya mwaka 2024 inaonyesha kuwa hali ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira nchini bado hairidhishi. Nchi yetu inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za uharibifu wa mazingira ambazo kwa kiasi kikubwa zinatokana na tabia watu. Uchafuzi wa mazingira umekuwa tishio na kichocheo cha ongezeko la majanga mengine ya kimazingira duniani, na hususan mabadiliko ya tabia nchi na upotevu wa bioanuai. Shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya mazingira, UNEP, linakadiria kuwa takriban tani milioni 11 za taka za plastiki duniani zinatelekezwa na kuhatarisha mifumo ekolojia, ikiwemo kuongezeka kwa joto na kudhuru afya ya udongo, bahari, maziwa na mito. Hasara inayotokana na uharibifu huu kijamii na kimazingira duniani inakadiriwa kuwa kati ya dola za Marekani bilioni 300 hadi 600 kwa mwaka. Lakini vile vile tishio hili kwa nchi zinazoendelea ikiwemo nchi yetu ya Tanzania linaongezeka kwa kiasi kikubwa, lakini pia kwa kasi kubwa, na sio tu kutokana na taka tunazozalisha wenyewe, bali na nyingine nyingi zinazotupwa baharini. Maadhimisho haya ambayo ni sehemu ya jitihada za jumuiya ya kimataifa kutambua umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kutukumbusha wajibu wetu katika swala hilo, tumeshaambiwa linaongozwa na kauli mbiu ya kimataifa inayosema komesha uchafuzi wa mazingira unaochangiwa na taka za plastiki. Na katika nchi yetu maadhimisho haya yanabeba kauli mbiu inayosema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Sasa kauli mbiu hizi zimechaguliwa ili kuchagiza jitihada za kuhamasisha jamii ya kimataifa na wananchi kwa ujumla kulinda vyanzo vya maji na mazingira dhidi ya athari za taka za plastiki na kupunguza matumizi ya bidhaa za plastiki kupitia uzalishaji na ulaji endelevu. Ndugu wananchi na waheshimiwa viongozi, miji na majiji yetu bado yanakabiliwa na changamoto ya kushindwa kudhibiti taka ngumu na hivyo kupelekea uharibifu wa mazingira na vyanzo vya maji. Takwimu zilizopo zinaonyesha kuwa hivi sasa nchi yetu ya Tanzania inazalisha takriban tani milioni 17.4 za taka ngumu kila mwaka, na 50% kati ya hizo ndiyo inayokusanywa na kudhibitiwa kwa njia mbalimbali, ikiwemo urejelezaji kwa matumizi mengine. Inakadiriwa kuwa ifikapo mwishoni mwa mwaka huu 2025 uzalishaji wa taka ngumu utafikia tani milioni 21.7. Aidha, kiasi cha taka kisichokusanywa na kutupwa au kurejelezwa ipasavyo huchangia takriban 40% ya mzigo wa magonjwa kwa taifa letu. Lakini pia urejelezaji wa taka bado ni wa kiwango cha chini kutokana na sababu ikiwemo hamasa ndogo ya wadau katika kuchangamkia
fursa mbalimbali zinazotokana na uchakataji wa taka. Kwa ujumla, management ya taka ngumu hapa nchini inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo ongezeko kubwa la kiasi cha taka kinachozalishwa, miundombinu hafifu ya uzoaji taka na teknolojia duni. Kwa mfano, utafiti uliofanywa na DFID mwaka 2019 katika jiji la Dar es Salaam ulionyesha kuwa takriban tani 508.8 za taka za plastiki hazikusanywi wala kurejelezwa, na hali hii husababisha hasara kiuchumi inayotolewa kwa zaidi ya mifuko ya plastiki 750,000 Tanzania bara na Zanzibar, pia kushirikisha wadau mbalimbali ambapo takriban makampuni 8 yameweza kuungana na wameunda umoja unaojulikana kwa kifupi kama PETCO. Kupitia umoja huo zaidi ya tani milioni 12.5 za taka za plastiki zimekusanywa na kurejelezwa. Lakini vile vile umoja huo umewezesha kupatikana kwa ajira zaidi ya 5,000 zinazojumuisha wakusanya taka mitaani. Aidha, mikakati kadhaa imebuniwa ili kuhamasisha matumizi ya fursa zinazotokana na uchakataji wa taka za plastiki na kuhamasisha uchumi unaozingatia uzalishaji kidogo wa taka za plastiki. Baadhi ya mikakati hiyo ni pamoja na wajibu wa wazalishaji, kwa Kigogo tunaita extended producer responsibility, lakini pia kuna mwongozo wa management ya taka wa mwaka 2019 na mkakati wa R3 ambao kwa Kigogo tena ni reuse, reduce and recycle. Ndugu wananchi na waheshimiwa viongozi, ripoti ya mwaka 2023 ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia mazingira UNEP ilibainisha kuwa uchafuzi wa plastiki unaweza kupunguzwa hadi 80% ifikapo mwaka 2040 endapo nchi na wadau wa mazingira zitaweka sera thabiti na kufanya mabadiliko katika uuzaji wa taka katika masoko kwa kutumia teknolojia iliyopo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mabadiliko yanayohitajika ili kukomesha uchafuzi wa plastiki ni pamoja na kukuza uchumi unaotumia bidhaa tena na tena, yani reuse, ili kuzuia plastiki kwenye mifumo ya ekolojia na katika uchumi. Kimsingi, utumiaji tena na tena unaojumuisha chupa zinazoweza kujazwa upya, dispenser kubwa, mipango ya kurejesha mifuko na kadhalika unaweza kupunguza 30% ya uchafuzi wa plastiki itakapofika mwaka 2040. Hali kadhalika inawezekana kupunguza uchafuzi wa plastiki iwapo urejelezaji utaimarishwa na kutekeleza yaliyomo kwenye mwongozo wa kukuza uchakataji, na hivyo kuongeza viwango vya plastiki inayoweza kuchakatwa kutoka 21% hadi 50%. Aidha, matumizi mapya na matumizi ya mifuko ya plastiki na bidhaa zinazotengenezwa kutokana na nyenzo mbadala kama vile karatasi au vitu vinavyoweza kuoza na plastiki iliyochakatwa yanaweza kupunguza 17% ya ziada ya uchafuzi wa plastiki. Ndugu wananchi na waheshimiwa viongozi, napenda nichukue fursa hii kutoa wito kwa wadau wote wa mazingira kuendeleza mambo yote yaliyofanyika katika maadhimisho haya, ikiwa ni pamoja na upandaji miti na uanzishwaji wa bustani za kijani, kuhamasisha matumizi ya teknolojia za urejelezaji wa taka ozo na za plastiki, kupunguza ukataji miti holela kwa ajili ya kuni na mkaa,
na kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Matumizi makubwa ya kuni na mkaa hakika yanachangia athari za mazingira, athari za kiafya, kijamii na kiuchumi. Na kutokana na hali hiyo, ndio maana serikali imeweka nia ya kupunguza athari hizo kwa kupunguza matumizi ya nishati ya kuni na mkaa kwa shughuli za kupikia. Na tunampongeza sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara wa kuendeleza na kusukuma matumizi ya nishati safi Tanzania, Afrika na duniani. Na katika kutekeleza nia hiyo, serikali ilitoa katazo la matumizi ya kuni na mkaa kwa taasisi zinazoandaa chakula na kulisha watu zaidi ya 100 kwa siku kuanzia tarehe 31 Januari mwaka jana 2024, na kuzitaka zihamie katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Sasa taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa taasisi nyingi za serikali na za binafsi zimeanza kutekeleza katazo hilo na kuanza kutumia nishati safi ya kupikia. Hadi kufikia Machi mwaka huu 2025, jumla ya taasisi 762 zilikuwa zimeanza kutumia nishati safi ya kupikia, na kati ya hizo taasisi za umma ni 495 na taasisi binafsi ni 267. Taasisi za serikali ni pamoja na zilizo chini ya Ofisi ya Rais TAMISEMI, taasisi 508, Wizara ya Mambo ya Ndani, taasisi 58, Wizara ya Afya, taasisi 26, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, taasisi 123, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, taasisi 13, na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, taasisi 34. Napenda kuzipongeza taasisi zote zilizotekeleza katazo hili na naomba tuwapigie makofi. Lakini pia natoa rai kwa taasisi ambazo bado hazijatekeleza, basi ziendelee kuwekeza katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Aidha, taasisi binafsi zinazolisha zaidi ya watu 100 nazo ziongeze kasi katika kutumia nishati safi ya kupikia ili kuokoa mazingira yetu na kulinda afya za mama zetu na dada zetu na mabinti zetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, nchi yetu imebarikiwa kuwa na utajiri mkubwa wa maliasili ambapo takriban hekta milioni 48.1 ni misitu ambayo ni sawa na wastani wa 55% ya eneo lote la nchi kavu. Misitu hii ni makazi ya viumbe hai na baadhi yake ni vyanzo vya maji ambayo ni muhimu katika ustawi wa maisha yetu binadamu na maisha yetu kiuchumi. Sasa, mbali na uzuri huu, taarifa mbalimbali za hali ya mazingira nchini zimedhihirisha kuwepo kwa uharibifu wa ardhi katika maeneo mbalimbali, ambapo inakadiriwa kuwa takriban 61% ya ardhi nchini iko katika hatari ya kuharibika. Na uharibifu huo pia umeongezeka zaidi kutokana na kuwepo kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambapo maeneo ya nchi yenye hali ya mvua chache yamezidi kukumbwa na ukame na hivyo kushuka kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo na kutishia usalama wa chakula katika maeneo hayo. Uharibifu huu unachangiwa kwa kiasi kikubwa na shughuli zetu sisi binadamu, shughuli zisizoendelevu, idadi kubwa ya mifugo isiyolingana na uwezo wa malisho, lakini pia ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mkaa,
uanzishaji wa mashamba mapya unaotokana na kilimo cha kuhamahama na uchimbaji holela wa madini pamoja na upanuzi wa makazi usiozingatia mipango miji. Na hapa napenda niwatake wakurugenzi wa miji katika halmashauri zote nchini kusimamia mipango miji ambayo tumejiwekea. Na mfano ni hapa Dodoma. Awali CDA ilikuwa na ramani nzuri sana ya jiji la Dodoma. Lakini sasa hebu angalieni tunapokwenda. Tumekwenda kutengeneza makazi holela sehemu mbalimbali za jiji la Dodoma. Tusiporekebisha hali hii, itafika mahali hata kufuata mgonjwa majumbani tutashindwa. Bado tunayo nafasi, ndio maana nataka viongozi wa mikoa, halmashauri na majiji mkalisimamie hili. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, tafiti pia zimebainisha kuwa kila mwaka nchi yetu inapoteza wastani wa takriban hekta 469,420 za misitu. Upotevu huu wa misitu umepelekea upotevu mkubwa wa bayoanuai na hatari ya kutoweka kwa baadhi ya aina muhimu na adimu za jamii ya mimea na wanyama na hata wadudu. Aidha, tathmini ya Wizara ya Maliasili na Utalii inaonyesha kuwa hali ya uharibifu ikiendelea kama ilivyo, ifikapo mwaka 2033 uharibifu wa misitu utakuwa umeigharimu serikali kiasi cha shilingi bilioni 167. Lakini pia inakadiriwa kuwa upotevu wa bayoanuai ukiendelea utaigharimu serikali wastani wa 5% ya pato la taifa kwa mwaka na kuathiri zaidi jamii maskini za vijijini ambazo zinategemea mazingira na maliasili kwa maisha yao ya kila siku. Hali hii inatupa picha ya hali ya uoto wa asili na mazingira yetu kwa siku za usoni, ambapo inakadiriwa kuwa katika miaka 50 ijayo uharibifu huu wa ardhi usipodhibitiwa unaweza kuleta hatari ya kugeuka kuwa jangwa. Ndugu wananchi na waheshimiwa viongozi, katika kukabiliana na uharibifu wa mazingira, serikali imechukua hatua mbalimbali za kisera na kimkakati, ikiwa ni pamoja na kupitishwa kwa sera ya taifa ya mazingira ya mwaka 2021, mpango kabambe wa taifa wa hifadhi na usimamizi wa mazingira kutoka mwaka 2022 mpaka 2032, lakini pia kuna sheria, mikakati na miongozo inayohusu masuala ya mazingira. Aidha, tuna kuongezeka kwa kasi ya upimaji wa ardhi na umilikishaji wa ardhi kimila, uhamasishaji wa matumizi endelevu ya ardhi, hasa kilimo mseto, kilimo cha matuta, kilimo hifadhi na mbinu endelevu za kiasili za hifadhi ya malisho. Sasa ili kuleta matokeo tarajiwa, napenda kutumia nafasi hii kuelekeza wizara, taasisi na mamlaka za serikali za mitaa nchini kuongeza kasi ya usimamizi na utekelezaji wa hatua hizi, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuhamasisha utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Ndugu zangu, jukumu la kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa hifadhi za mazingira linahitaji ushirikiano wa wadau wote katika ngazi zote. Na kipekee napenda kutoa wito kwa vyombo vyetu vya habari, na nafurahi sana waziri upo hapa, lakini pia taasisi zote za serikali, taasisi zetu za kidini, taasisi za sekta binafsi, asasi za kiraia, wote tushirikiane katika kutoa elimu kwa jamii. Wakati natembelea mabanda pale, wamenionyesha mambo mengi, na mimi nimekuwa nawaambia shida tulio nayo sisi bado ni wazito sana kuacha mazoea
bado watu tunakunywa maji, tunatupa chupa mahali popote. Kama Watanzania hatutaacha hivi. Tukiendelea hivi tunaendelea kuharibu mama Tanzania tuliyoikuta. Na sijui tutaacha taifa la aina gani kwa watoto wetu. Kwa hiyo ninaomba sana wote tushirikiane, na tukifanya hivyo hakika tutapunguza uharibifu wa mazingira hapa nchini kwa kiasi kikubwa. Waheshimiwa wananchi na viongozi wote, kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kushukuru tena uongozi wa mkoa na jiji la Dodoma kwa kukubali kwa mara nyingine tena kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya mazingira duniani mwaka huu. Aidha, na washukuru wadau wetu wa maendeleo wakiongozwa na familia ya Umoja wa Mataifa, lakini wananchi wote mliojitokeza kushiriki shughuli mbalimbali za maadhimisho haya, pamoja na wadau wote waliochangia kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha maadhimisho haya. Na kwa namna ya pekee natoa pongezi kwa vyombo vya habari ambavyo vimeendelea kuelimisha na kuhamasisha umma kushiriki katika shughuli za kuhifadhi mazingira. Na mmeziona kwaya zetu, lakini hasa wale watoto wale, safi sana. Kweli mmedhihirisha mnakuwa na kusoma na mti. Ushirikiano huu muhimu unapaswa kuendelezwa kwa ajili ya kusukuma mbele mipango mbalimbali ya maendeleo ya taifa letu, kwa kuwa vyombo vya habari ni muhimu katika kukuza uelewa na kuhamasisha jamii kushiriki katika shughuli zote za maendeleo. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwapongeza wote ambao wametambuliwa, na tutawapa sasa tuzo kwa michango yao adhimu katika utunzaji wa mazingira, na hususan maandalizi ya sheria ya mazingira ambayo imekuwa inatuongoza hadi hivi leo. Lakini Mheshimiwa Profesa Kabudi, mimi ninaamini kwamba wananchi wa jimbo la Kilosa watakurejesha bungeni bunge lijalo. Sasa kabla ya hapo, ninamtaka Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Injinia Luhemeja kwanza uandae mafunzo kwa ajili ya wataalamu wa Ofisi ya Makamu wa Rais na taasisi zote zilizo chini yake juu ya sheria ya mazingira. Katu, sababu naona kuna mambo mengi hapa yako kwenye sheria iliyopo hivi sasa, lakini ni kama vile tunauelewa tofauti. Kwa hiyo kabla hajaenda kutafuta kura kule Kilosa, hakikisha kwamba umeandaa semina ya mafunzo kwa ajili ya watumishi wa Ofisi ya Makamu wa Rais na taasisi zilizo chini yake, tuwe na uelewa wa hiyo sheria inasema nini na utekelezaji wake. Mmemsikia akisisitiza sana utekelezaji ule umewekwa kisheria kule kwenye halmashauri, lakini bado tunahangaika. Tunasema mambo mengi hapa, lakini watekelezaji wanatakiwa wale kule kwenye halmashauri, lakini changamoto. Kwa hiyo tuanze kwanza sisi wenyewe, tukiyaelewa tutaweza kulisimamia vizuri. Lakini hiyo haitatosha, kwa vile najua atarudi bungeni, basi Naibu Waziri uko hapa, muhakikishe kwamba mnaandaa mafunzo kwa ajili ya kamati ya kudumu ya Bunge ya maji na mazingira, na hiyo iache kwenye handing over notes wakati bunge litakapokuwa limevunjwa. Ili kusudi bunge lijalo nalo tuwe na hakika kwamba kamati husika ya kusimamia masuala ya maji na mazingira basi naifahamu hiyo sheria vizuri zaidi. Sasa mwisho, pia napenda nitumie nafasi hii
niwakumbushe wananchi wote mlioko hapa na wanaofuatilia tukio hili kwenye vyombo vya habari, niwakumbushe kuhusu kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani ambao utafanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Ninawahimiza kushiriki uchaguzi huo, kwanza kwa kugombea nafasi mbali za uongozi. Wote ambao wanaona wana sifa kugombea nafasi hizi, basi wajitokeze. Tusibakie kulalamika kwamba viongozi walioko madarakani hawafanyi kazi yao, wakati ulikuwa na nafasi ya kujitokeza kugombea nafasi, ulikuwa na nafasi ya kuchagua kiongozi bora. Tuitumie vizuri. Basi tushiriki kampeni ili tusikilize sera za wagombea na hatimaye tujitokeze kupiga kura siku ya uchaguzi. Lakini katika ushiriki huo, ninawasihi sana Watanzania wenzangu, tudumishe hali ya utulivu na usalama, na hasa kuanzia hatua ya uteuzi wa wagombea kwenye kampeni za uchaguzi na upigaji kura, na hata baada ya matokeo kutangazwa. Narudia tena, hakuna mbadala wa amani katika taifa letu. Tukipoteza sifa ya kuwa kisiwa cha amani, mwenye macho jamani haambiwi tazama. Angalieni nchi zinazotuzunguka katika bara la Afrika. Kwa tufanye yote haya kwa kulinda amani ya mama Tanzania. Na nalisema hili kwa sababu najua ukumbi huu pia umejaa vijana. Tusiende kwa mihemko. Tutunze sana amani ya Tanzania, ndiyo Tanzania itaweza kututunza. Chague viongozi waadilifu, sio viongozi wapenzi wa matumbo yao. Chague viongozi ambao watakwenda kuwahudumia Watanzania, na hususan wale ambao ni wanyonge. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hafla hii mwaka huu haikuwa ya kwangu. Nimepewa heshima na Jemedari Mkuu, kiongozi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, nimwakilishe. Alishakubali, yeye ndiye mgeni rasmi, lakini shughuli mbalimbali za kiti kile ni mzigo mkubwa, ameshindwa. Kwa hiyo amenituma kuja kumwakilisha kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli hii. Kwa hiyo ninayo heshima kwa niaba yake Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwamba sasa kwanza niko tayari kuzindua ule mfumo wa taifa wa taarifa za mazingira, lakini pia niko tayari kutoa tuzo kwa wale ambao wameteuliwa kwa kazi yao njema kwa taifa letu kwa upande wa mazingira na sheria zake. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, pia sasa napenda kutamka kuwa maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kwa mwaka huu 2025 yamefikia kilele. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Naomba wote tusimame. Tunakuomba Mheshimiwa Makamu wa Rais uendelee kubaki hapo kwa tukio la uzinduzi. Tumshangilie tena Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupige makofi mengi kwa Makamu wa Rais.